Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Klabu ya soka Yanga Sports Club kutoka kutoa dozi nene ya ushindi wa mechi wa mzunguko wa tatu wa ligi kuu ya NBC dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Coastal Union, mshindi wa mabao 4-1. Hatimaye siku ya leo ikiwa ni Ijumaa ya tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, klabu ya soka Yanga Sports Club wanarejea tena dimbani wakienda kucheza mechi yao ya mzunguko wa 4 ligi kuu ya NBC, ambapo klabu ya soka ya Yanga wanakwenda kukutana na klabu ya soka ya Pamba Jiji kutokea mkoani Mwanza, ambapo mchezo huu utakwenda kuchezwa katika uwanja wa KMC Complex, ambapo ndio uwanja wa nyumbani wa Yanga kwa sasa, ambapo utakwenda kuchezwa majira ya saa 3 kamili usiku. Kuelekea katika mchezo huu tunaona klabu ya soka Yanga wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo mitatu, wameshinda michezo yote mitatu wakifunga mabao 11 na kuruhusu mabao mawili, wakiwa na faida ya mabao 9 na alama zao 9 katika nafasi ya pili. Lakini wanakwenda kukutana na Pamba ambayo ipo nafasi ya 12. Pamba Jiji msimu wamecheza michezo mitatu pasipo kushinda mchezo wote ule, sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili. Pamba Jiji wamefunga mabao 3 pekee na kuruhusu mabao 5, kwa maana kwamba wanadaiwa mabao mawili wakiwa na alama 1 katika nafasi ya 12. Kwa tofauti ya alama kati ya Yanga dhidi ya Pamba Jiji ni alama 8. Kuelekea katika mchezo huu tunaona Pamba Jiji na klabu ya soka Yanga, historia inaonyesha vilabu hivi vimekutana mara 4, ambapo msimu uliomalizika Yanga katika michezo yake yote nyumbani na ugenini, yani msimu wa mwaka 2025 2026, aliweza kufunga Pamba Jiji jumla mabao 6 katika michezo miwili, kwa sababu ugenini alishinda mabao 3, nyumbani akashinda mabao 3. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo huu Yanga Sports Club wameshinda kwa 100% dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji. Kabla kuendelea mbali, unao nafasi ya kwenda eneo la comment na kutuambia kuelekea katika mchezo huu, je, klabu ya soka ya Yanga unaipa nafasi ya kushinda kwa 100% ngapi? Na je, unaiona Young Africans inaenda kushinda magoli mangapi? Kwa hiyo shuka chini hapo kwenye comment, kadondosha comment zako kuhusiana na ushindi ambao unauona Yanga watakwenda kuupata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji. Pia usisahau kulike na kushare video hii ili watazamaji wengine waweze kupata zile details kuhusiana na mchezo huu kati ya Pamba Jiji dhidi ya Yanga Sports Club. Sasa kuelekea katika mchezo wa klabu ya soka Yanga Sports Club ileo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, klabu ya soka Yanga wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu wa kikosi cha kwanza ambao wanatarajia kuwakosa hii leo. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka Yanga watamkosa ni Dickson Job, ambaye tunaona kwa upande mwingine, kwa mujibu wa taarifa ambazo kocha ameweza kuzisema, nyota huyu mara baada ya kupata majeraha, kwa hiyo bado ataendelea kukosekana kwa sababu bado hajapata ile fitness level ya kuweza kucheza. Lakini nyota mwingine ni Clement Mzize Alkazalika, naye pia mara baada ya kupata injury, naye pia ni miongoni mwa wachezaji ambaye atakwenda kukosa mchezo wa leo kwa sababu bado hajapata ile fitness level ya kuweza kuichezea klabu ya soka Yanga kwa sababu ya kuwa nje kwa kipindi cha muda mrefu. Nyota mwingine ambaye Yanga atamkosa ni Stefan Aziz Ki, ambapo mchezaji Stefan Aziz Ki tunaona kwa upande mwingine yeye mwenyewe hakufanya pre-season na wachezaji wengine. Kwa hiyo kocha ameweza kusema bado wanampa na muda wa kuweza kujiandaa ili aweze kuwa fiti na kuweza kuendana na wachezaji wengine, kwa sababu wao walifanya pre-season. Kumbuka wakati Yanga wanafanya pre-season, Aziz Ki alikuwa bado hajatambulishwa ndani ya klabu ya soka Yanga. Kwa hiyo hivyo na pia atakwenda kukosekana katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji, kwa mujibu wa taarifa ambayo ameweza kuitoa kocha Mankioba. Lakini nyota mwingine ambaye Yanga wanatarajia kumkosa, kuna uwezekano wakamkosa ni Clement, ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Selemani Mwalimu Gomez, ambapo issue ya Selemani Mwalimu Gomez ni kwamba alikuwa hajapata vibali kutoka katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca ya nchini Morocco, na ndio maana mpaka sasa hajatumika katika michezo yote ile ya kimashindano. Lakini kwa mujibu wa taarifa nyingine ni kwamba nyota huyu kuna uwezekano leo akacheza mechi yake mara baada ya kukamilisha vibali. Kwa hiyo tunaona ni 50% kucheza, 50% kukosa mchezo dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Pamba Jiji.